Kwa hivyo usingizi wa kailula ni usingizi ambao unaleta nguvu kwako kuweza kusimama usiku. Na kataja hapa mtume, yani hadithi ya Mtume sallam anasema, hadithi bukia na Abi Dharr anasema, as-salatu khairu mawdu'i istakthir au aqil. Swala ndiyo jambo lilokuwa kheri ya maudhui. Maudhui maana yake anasema hai mashrui, jambo katika jambo yaliyowekwa katika sheria, swala ndio kitu bora kabisa. Kwa hivyo swala jamani iliyokuwa ni bora kabisa ni swala. Kwa hivyo ukiwa utaweza kuamka usiku kwa swali swala za qiyamul layl ambayo ndio hiyo tahajjudi, basi utakuwa umefanya jambo kubwa, kama kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema. Sawa, utaswali kwa wingi au utaswali kidogo, lao utadumisha rakaa 2 tu mpaka utakufa, basi ujijue wewe utakuwa umo katika lile kundi la watu ambao walikuwa wameinuka usiku kuhuisha rakaa 2 tu, kwa utaweza kudumisha. Na Mtume sana anatuambia ahabu al-amali lillahi adwamuha wa in qal, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, amali pendezao zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni ile ambayo ni kudumu zaidi, au ambayo japo kwamba ikawa ni chache. Kwa hivyo alafu akasema kailula bila kusimama usiku, basi sasa kama mtu anadaku pasina ya kufunga, wewe umeinuka usiku umejisumbua, umetoka kwenye usingizi ukala daku kipapo ukiwa kumbe mfungi, basi na kailula vile vile utasali utalala kailula, basi usiku usimame usali. Akasema fajitahid an tastayqiza qabla zawali, jitahidi uamke kabla kupinduka jua. Utapata kutawadha, jiandaa kama kukoga na kutawadha kabla wakati, ina fadhila kubwa katika mambo ya sunna ambayo yana mathawabu mengi zaidi kuliko ya faradhi. Kuna mambo manne kama hii, kutawadha kabla ya wakati. Ukitawadha kabla ya wakati ni sunna, na kutawadha baada ya wakati kuingia ni wajibu. Kauli inakuwa kama wewe uko katika mtandao unaambiwa click hapa, click mic inakuonyesha ingia hapa, ingia hapa. Sasa inakuwa kuna kitabu inakukutubu tawadha, tawadha, wakati mwingine tawadha, tawadha ili uswali, tawadha, tawadha. Sasa ukitawadha kabla ya kipindi utapata thawabu nyingi zaidi kuliko aliyetawadha ndani ya wakati. Hili ni jambo la kwanza katika mambo ambayo ya sunna yana thawabu nyingi kuliko la faradhi. Jambo la pili, kuadhini na swala ya jamaa. Ukija katika swala ya jamaa katika madhhabu ya Imam Shafi'i radhiallahu anhu wa ardahu, kwamba ni swala fardhu kifaya, watu kusali jamaa katika pahala pawe na shiari panajulikana hapa panasaliwa jamaa. Na kuadhini ni sunna, lakini yule atakayeadhini atapata thawabu zaidi kuliko atakaosimamisha ile swala ya jamaa. Nafikiri tumefahamiana. Jambo la tatu kutoa salamu. Kutoa salamu ni sunna, kuitikia salamu ni lazima. Lao tengia mtu sasa hapa tasema salamu alaykum, lazima aitikiwe. Japo mtu mmoja atakayeitikia atapata thawabu peke yake, tukiitikia sote tutapata thawabu sote, tukinyamaza sote tutapata dhambi sote. Na yeye akiingia ni sunna kutoa salamu. Sasa yeye kwa vile ameanza kutoa salamu, yeye atapata thawabu nyingi zaidi, pamoja kwamba sisi ni wajibu tumuitikie. Hilo jambo la tatu. Jambo la nne, mtu unamdai, sheria inatuambia lazima umpe muhula, umpe wakati ili akatafute haki yako aje kulipa. Sio umwambie utanipa sasa hivi, japo wakati mwingine hana uwezo, umefika wakati kulipa lakini hana uwezo, umpe muhula. Hii ni wajibu, lazima umpe muhula, sio khiari. Na kumsamehe ni sunna, ukimsamehe utapata thawabu nyingi kuliko kumpa ile muhula ambayo ni kitabu ambayo inakwambia wewe ni lazima umpe muhula. Sasa mambo manne haya ya sunna na thawabu zaidi kuliko yale ya faradhi. Nafikiri tunaelewana. Kwa hivyo kutawadha kabla wakati kuingia, tufahamu kwamba kuna fadhila nyingi sana, kuna thawabu nyingi kuzipata ukatawadha kabla kipindi kiingia. Ndio Imam Ghazali anatuambia fajitahid an tastayqiza kabla zawali, jitahidi wewe uamke kabla jua kupinduka. Alafu akasema watatawadha na utawadhi, watahdhura almasjida wa tusallia tahiyat almasjid, na uhudhurie msikitini. Sio usatawadha kisha ukae kibarazani. Kule kwetu kule watu kaa barazani nje ya msikiti mpaka kunaadhiniwa, wako barazani wazungumza mpaka kuna kimiwa, bado mazungumzo haya yakisha barazani. Sasa watu wanasema kwenye safu wao, sasa ndio wanakwenda zao miferejini, na huko miferejini pia mazungumzo bado yanaendelea.
Kisha kuna wengine ndio wanakimbilia kwenda chooni sasa. Sasa huku watu hao ni maharubini, mkoseshwa mathawabu chungu mzima. Lao ameingia msikitini akasubiri sala kwa hadithi ya Mtume sallam, anahesabu kama ndani ya swala. Kama ndani ya swala. Na malaika wanakuombea istighfari, wanakutekea rehema. Lakini haya yote shetani na nafsi yetu zinatushawishi, tunakuwa hatuyataki. Lakini haya ndio watu wa tasawuf wanatuongoza, ambao ndio tunaona wabaya watu masufi. Hii ndio mipango ya kisufi. Sasa tuangalie ni mabaya haya. Anatuambia Imam Ghazali, ujitahidi ufike msikitini, uingie msikitini na usali tahiyatul masjid. Na tahiyatul masjid ukiingia msikitini, watu wengi wanafahamu kama tahiyatul masjid ni rakaa mbili. Lakini tahiyatul masjid ukitazama katika vitabu vya fiqh mafuqaha wanasema zaidi ya rakaa mbili. Tafsiri rakaa 4 6 pia inaweza kuwa ni tahiyatul masjid. Kama sunnatul wudhu. Kiangalia katika Al-Yaqut Nafis katika taariki zake utakuta maelezo na ukiingia katika kutawalati pia utakuta. Kwa hiyo tahiyatul masjid si lazima kama mtu rakaa mbili. Zaidi ya rakaa mbili unaweza kuswali tahiyatul masjid. Na ukainuilia pamoja na sunnatul wudhu. Na ikiwa jua limeshapinduka na pasha wakati umeingia, unaweza kuzichanganya na qabliyat adh-dhuhri. Usalli sunnat qabliyat adh-dhuhri wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudhu. Na ukitaka ukachanganya na hiyo sunnatu zawali na kuja mbele kwa na desturi unasali qabliyat adh-dhuhri 4, unasali rakaa 4. Akasema wa tusalli tahiyatul masjid na usali tahiyatul masjid wa tantadhir al-muadhdhina fatujibahu. Ina maana wewe kama umeingia msikitini ukishosali tahiyatul masjid bado muadhdhin hakuadhini, umsubiri muadhini sasa aadhini na umjibu. Na katika kumjibu muadhini kuna fadhila nyingi sana, kuna mathawabu mengi. Kuna alafu kumwombea dua Mtume sallam kumtakia alwasila wal fadila, ambazo ndio daraja zake pekee yake hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo. Ukamtakia yeye Mwenyezi Mungu ampatie wasila wal fadila na fadila. Ukimwombea hiyo Mtume mwenyewe akwambia wajibat shafaati, umewajibikia mtu huyo kupata maombezi yangu. Ikiwa umekaa msikitini ukaitikia adhana na ukamwombea dua Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, mpaka mwisho wa dua. Haya ni mafadhila mengi sana. Ikisha basema thumma taqumu fatusalli 4 rak'ati aqiba zawali. Nasikia kusali rakaa 4 baada ya kupinduka. Na hizi akiziswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizi unaweza kuzikiwa na desturi, wewe unaswali kabla ya tadhuri ukachanganya na hizi. Ukachanganya na sunnatul wudhu, na sunnatul adhan, na sunnat tahiyatul masjid wa hizi. Lakini inaobeba ni hiyo kabla ya tadhuri. Kisha wasema wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yutawiluhunna, akizirefusha hizi. Katika mambo ambayo yanatusumbua sisi kuzifanya swala kwa takfifu, tunazipunguza hizi swala. Mtume pamoja yeye ndio mhitajiwa na watu wote, anahitajiwa nyumbani, anahitajiwa na kaumu, umma unamhitaji yeye. Sasa sisi tuna umuhimu gani katika jamii zaidi ya Mtume sallallahu? Lakini yeye akizirefusha hizi rakaa 4 hizi, sisi ndio rakaa 2 tu hizi za baada ya swala ya fardhi hizi tunazilipua. Anajua Mungu mwenyewe vipi tunazilipua rakaa 2. Hataki kusoma mtu suratul kafirun, hataki kusoma suratul ikhlas, ambao anatuambia maulama ukiwa unaswali sala za sunna ukiwa unasoma suratul kafirun rakaa 2, rakaa kwanza baada ya Fatiha, na rakaa 2 baada ya kumaliza Fatiha ukasoma ikhlas huwallahu ahad, wewe kwamba ni baraatu minan nifaq. Una nifaq. Sasa tunishuku na nafsi zetu na hizi haraka zetu hizi, tunasali mpaka hizi sunna tunaacha kuzisoma hizi sura muhimu. Ukisoma sura ya Kafirun kama kwamba umesoma sura ya Qur'an au ruku ya Qur'an. Ukisoma suratul Ikhlas kama umesoma thuluth ya Qur'an. Sasa kwa nini unaziacha hizi sura hizi? Haraka zako zote kisha unataka kitabu unazungumza na mtu. Au kama ulikuwa ndani ya msikiti, kama ndani ya msikiti kuna upupu sasa unakuwasha, huwezi kukaa, unatoka zako nje. Kitu gani unakati barazani unazungumza? Yote yani sasa. Sasa haya yote tunajiambia sisi nafsi zetu. Sisi tunashika vitabu na wenzetu, kila ambaye anaingia msikitini jaribu kusema na nafsi zetu, tuwe na utaratibu, tuwe na huduu, utulivu. Tukiingia msikitini nafsi zetu zipoe. Ni pale pa kuburudika msikitini. Si pale kwamba papa kimaliza sala mtu atakimbia. Msikitini pahala ambapo pana khairi nyingi. Katuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam yule mmoja sala ya fardhi kisha akangojea mpaka swala nyingine. Sema fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. Huko ndio kujifunga, huko ndio kujifunga. Na malaika wanakutakia istighfari, wanakutakia rehema. Muda wewe hujapata na hadathi wala hujamuudhi aliyekuwa pembezoni mwako katika usali nao.
tutafute kikomo tufike, alafu hapo kizuri kwanza. Naam. Alafu anasema wakana Rasulullah sallam, alikuwa Mtume sallam yutawiluhunna, akizirefusha hizo raka 4, wayaqulu, na akisema hadha waqtun tuftahu fihi abwabu samai, huu ni wakati kufunguliwa mbingu, kufunguliwa milango ya mbingu. Milango ya mbingu inafunguliwa baada ya jua kupinduka. Sasa wewe pale uwe kila wakati na iftihal, unaelekea kwa Mwenyezi Mungu, unaomba dua. Basi fa uhibbu, mimi napenda an yurfa li fihi amalu salih, inuliwe kwangu mimi kwa sababu yangu mimi nafanya jambo kama lile, inuliwe nini? Amali iliyo njema, nangu hiyo swala. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى والله ورسوله أعلم والعفو منكم. Kabla hatujamkaribisha Saleh Izzuddin, kidogo nasikiza. Naam, na kabla swala, naam, bismillah. Naam, swala sasa, bismillah. Kuhusu hii habari ya kutawadha kabla wakati. Naam. Kisha ukaingia wakati. Naam. Waweza kutawadha tena? Kwa nini utawadhe? Hakika waweza, hakuna chenye kukuzuia kutoweza, lakini wewe una udhu wako. Ni kama ni sasa hapo wafungua milango ya waswasi, wafungua milango ya israfu. Unajua kuna mambo mengi sana. Kuna watu walikikaa na udhu ishai mpaka alfajiri. Sasa wewe una udhu wako, kwa nini unapoteza ile maji? Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mmoja atawadha kwenye mto, akamwambia mbona fanya israfu wewe? Akamwambia kidi kwenye mto huu. Akamwambia pia ni israfu kuyapiga maji na kwa neno maji. Kwa hivyo ushakuwa na udhu wako wewe kwenye ribatu. Kitu ambacho kwamba kimezungumzwa hapa, vitu nukta mbili nataka kuzungumza kabla sijamkurudisha mtoto wangu Saleh Izzuddin, ni masala ya kama alivyosema Sayyid Kullatin Mundhir, ya kuwa tahajjud ni kitu muhimu sana, na chenye kukuwezesha tahajjud ni ile kailula, siesta. Mfano kwangu mimi siesta ni ibada, nikitolala siesta basi wasiwezi tena hata zile witri 3 pia unishinda saa nyingine. Ala kulli hal ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo tahajjud haiko Ramadhani fahasib. Tahajjud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, iko kila siku. Lakini Ramadhani kwa sababu mwezi wa kheri imekuwa, lakini si masala ikimalizika Ramadhani, tahajjud iko siku zote. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ahlan wa sahlan, katika kutumia ijtihadi wanazoona kisasa kuweka tahajjud jamaa. Ahlan wa sahlan, umepata na ni kitu kizuri, lakini usifunge mlango, kwa sababu utaona hii tahajjud Mtume alikuwa yuko hai na akenda tahajjud yeye na ahli zake. Hata hadithi moja sahihi, ametoka usiku amshirikiza mke wake, masahaba alipomwona masaa 8 usiku, tuzungumza kwenye village, hakuna mataa, hakuna hivi, umeona mtu apita, taa zao ni mwezi. Akaona pale jamaa, akamwona Mtume, akamwita, akawaita, mbona mwahepa? Kwamba huyu ni mameno Safia, Ummu Salama, kama mameno huyu. La maana hatuna kitu Rasulullah, kwa nini maana shetani sasa anampita kwa mwanadamu waje damu. Kwa hivyo huyu alikuwa ni katika itikafu, amrudisha mke wake nyumbani. Mtume akikata itikafu, masahaba wamekata itikafu, maima wamekata itikafu, maimamu zetu mpaka hawa tuwajuao wote wamekata itikafu, lakini alikuwa hakuna kitu kiitwacho salatu tahajjud, qiyamul layl. Kwa mfano umefika hadi imekuambia hata tarawih usiswali, amka usali tahajjud, la hiyo ni kupotezeana. Mambo kama haya ni mageni, yameanza 1970s, pindi milango ya umra imefunguka, jamaa wakaona watu kwa barabarani, wakawekea jamaa waswali jamaa kuwavuta msikitini. Sasa imekuwa ulimwengu mzima, bali ikiingia 10 la mwisho ukiwa huendi tahajjud kana kwamba wewe hukufunga na futari. Bali sasa hivi shaanza program, lazima ujiregister from now.
kwenye misikiti balcony, 5-star hotels, 5-star balcony, ujarejisi wewe na nini, utukue chumba chako na nini kwa 10 la mwisho la Ramadhani. Na yote haya ahlan wa sahlan, lakini mbona watuonea? Tukizungumza habari ya maulidi mara nini, mtume hakufanya. Je, haya mtume amefanya? Wanatakayo mazungumza. Jambo la mwisho nastaki kutawilisha na darasa itakuwa ndefu, ni masala ya Hujjatul Islam al-Ghazali kama alivyosema al-Habib, maana tasawuf ni safatul qalb. Hawa watu is not a doctrine, wala wenyewe hao ni watu wa suluka, kukuonesha kwa Uislamu si plus and minus, ni vitu ruhia, kuvipamba kwa ibada. Na kwa machache, na insha Allah taala Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayataduna ahsana. Alhadith. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Hadithi 587 وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7 هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hii ni hadithi ambayo kwamba hapa elezea imepokewa na Tirmidhi, lakini si peke yake. Tirmidhi ameipokea na akaisahihisha, kadhalika Al-Baihaqi ameipokea katika Shu'ab al-Imani, kadhalika na Al-Hakim fi Mustadraki na akaisahihisha, kadhalika na Ibn Rajab al-Hanbali katika Sharh Jami' al-Hikam wal-Ulumi, kadhalika At-Tabrani fi al-Awsat. Na hawa wote waliopokea hadithi hii watuelezea kwamba hii hadithi ni sahihi. Hadithi kama hii ina umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu kwa jumla, na Muislamu ala wajhi al-umumi, ala wajhi al-khususi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia badiru, al-mubadara. Katika lugha ya Kiarabu kuna sari'u na badiru, fanyeni haraka, na sisi Kiswahili unena pia badiru, fanyeni haraka. Lakini mubadara ni kukitangulia kitu, musaraa ni kukikimbilia kitu. Mubadara ni kukitangulia kile kitu kabla hakija kupata. Musaraa ni kukimbilia kile kitu kwenda kukifanya. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuelezea kwamba ewe mwanadamu au ewe Muislamu, jua malengo yako, jua hadafu yako. Haikubaliki kiakili tuseme leo mtu ataka kusafiri kwenda Kenya na hana ndururu, kifika kule utatumia nini? Inshallah Allah karimu pia Allah ataleta. Kuna na Allah pia kupokonya huyo wenye nazo akakosa. Sasa wewe huna upanga kupata tu. Sasa mwenye akili ni ule ambaye ajiandalia, mimi naenda zangu safari, nitahitaji kadhaa, nitahitaji kadhaa, nitahitaji kadhaa. Kwa hiyo ukielewa namna hii, ni maana wewe hapa uko safarini. Una safari, huna budi utaisafiri. Safari haizungumzi safari ya kwenda Kenya wala ya kwenda umra wala ya kwenda, ni safari ya kutoka katika dunia kwenda akhira. Na kila mahala kuna umla yake, kuna pesa ambayo kwamba yatumika sehemu kama ile. Ukienda Kenya utaangalia ni senti gani nikizitukua kule zitanifaa. Kenda na Real Omar, mimi pengine nikimwendea bwana
nina riali ya Omani nitakubadilisha. Kisha mitampata nani kuzinunua? Sasa ntukueni, ntukue dola. Kwa hiyo dola ndio itakao kufaa. Ntukue paundi, paundi ndio itakao kufaa. Kila mahala kuna hii yote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutuonesha kwamba na hoko hiyo safari ambayo kwamba huna budi nayo utakao kuisafiri ina umla yake fulani, ndio itakubalika. Na umla hiyo ni lazima wewe uwe nayo. Ukiwa huko nayo umesafiri bila kutukua chochote na hakuna weza kukusaidia. Afadhali ukienda Kenya pengine yakikuzidi mai, utasimama msikitini unene, jamanini, nimepotelewa begi langu, mmeshikwa na majambazi, utaaminiwa, pengine watu wakusikitikia. Tena mashallah sura zake haoneshi kama ni mrongo, haoneshi kama nitapeli. Lakini akhira hakuna ndia. Mlilie babako, mlilie mama, mlilie mkeo. Yauma yafiru almar'u, kuna kukimbiana. Yani leo hapa watu hukimbiliana. Ukipata na matatizo kila mmoja humkimbilia. Nafikiri tunajua tofauti ya kukimbilia na kumkimbia. Nene miki kuona wewe hukukimbia, mwambie miki kuona wewe hukukimbilia. Kumkimbilia ni kumtapia ule mtu. Kiyama hakuna kukimbiliana, ila kuna watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukua ahadi kwamba wao yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu. Hawa ni watu ambao kwamba wao watakuwa wamekaa huangalia wale wendrao waloingia zigarini. Wendrawa hata siyo haketi hapa. Sura Mwenyezi Mungu amewapa thabati kwa sababu wao duniani walikuwa wameshughulisha na kumuogopa yeye na kuiogopa hii siku. Ukishughulika na kuiogopa siku hiyo Mwenyezi Mungu hukupa uaminifu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia kwamba Mwenyezi Mungu asema kwamba la yajma'u Allahu fil 'abdi amnaini wa khawfain. Mwenyezi Mungu hakusanyi kwa mja kuaminika kuwili na kuogopa kuwili. Yani wewe hapa uwe bukhair wa 50 fi qarari makin. Kama umeshapigwa saini wewe, kama ulobashiriwa na mitume yote, maana hata si mtume mmoja, maana ulobashiriwa na mtume Muhammad walikuwa wanaooga. Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu warda sema lau nada munadi, watu wote, yani lau kukalinganiwa kiyama wakaambia watu wote waingie peponi ila mmoja, naogopa nisije nikawa mimi. Na lau akanadi mwenye kunadi watu wote waingie motoni ila mmoja, nataraji niwe si mimi. Angalia uoga. Na yeye ashaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe peponi, lakini bado ana uoga. Sasa anaikuwa na uoga wa siku ya kiyama hapa duniani, kule Mwenyezi Mungu humpa uaminifu. Na anayejimakini hapa duniani, kule Mungu humpa uoga. Mwenyezi Mungu atupe kujimakini akhira na atupe uoga hapa duniani. Kwa hiyo yule mwenye akili hujua kwamba mimi nina malengo. Hujua lengo lake ni ataka nini, ahitaji nini, yuenda wapi, na kule endako kwa hitajiwa nini. Leo hakuna anayesafiri kwenda popote ambaye kwamba aelewa safari. Waswahili kuambia msafiri hupima miongo, yani kutaka kujua kipindi cha baridi. Sasa wewe uye Kenya utukuzie kando mizito tunayua liko hapa, ukifika badilisha zote za joto, zote nguo za baridi. Mwambia makosa ni yako mwenyewe. Ulikuwa una uwezo uingie ndani ya simu uangalie weather focus, uangalie degree ziko ngapi, uenda wa mahala pa baridi, wewe utukuzie ziguo mbamba, ukifika umekuwa kama kuku alopigwa na kidere, hutetema. Makosa ni yako wewe. Kwa hiyo sisi tuendao akhira tuna maandalizi gani? Umla gani? Tumeiandalia kwa weather aina gani? Sasa kuna mambo ambayo kwamba ni muawikati, ni vizingiti za kuweza kutokamilishia safari iwe namna itakiwavyo. Mambo saba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kujua kwamba mwanadamu lazima hana budi ataondoka, na mwanadamu lazima atapambana na haya mambo saba. Na haya mambo saba ni kila mtu atapambana nayo. Yote haya saba tuliyoyataja lazima apambane nayo. Dajjal atakuelezea makusudio ya Dajjal. Akatwambia tahadharini, badiru, fanyeni haraka kabla hajayafikia haya mambo saba. Fanyeni haraka kwa kufanya mambo mema.
Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani kwamba mwanadamu kitu cha kwanza ule asofanya bidii kufanya mema atakuwa akilalamika akimwambia Rabbi rji'uni, Mola nirudishe tena. Watakaniwe, wataka pasipoti, wataka kuoa, wataka kujenga, wataka ufalume. Lipi ulilokutamanisha wewe urudi? La'alliya amalu saliha, enda na mimi nikafanya tena mema. Kwa nini ulikuwa huko? Fima taraktu, kwa ile ndo yawata. Kwa hiyo usingojee ukalisema neno kama hili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutanabahisha kitambo katika Qur'ani kutuelezea kwamba kuna watu siku ya kiyama watalinena neno kama hili. Kwa hiyo mwenye akili ni ule ambaye kwamba kuanzia leo ajua kwamba umla muhimu ambayo kwamba ataitamani kesho siku ya kiyama ni umla ya kutaka kufanya mema. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akatwambia badiru bil a'mali, fanyeni haraka. Badiru bil a'mali sab'an, fanyeni haraka. Kuna amali hizi, mambo haya saba yasiwafikie. Badiru bil a'mali, fanyeni haraka kufanya amali njema, fanyeni haraka, msicheleweshe katika amali njema. Haitakiwi kucheleweshwa. Huambiwa a'malu dunya muajjala wa a'malu al-akhirah, wa a'malu dunya muajjala wa a'malu al-akhirah muajjala. Kinyume, mambo ya duniani yataka tafanya kesho, atakwenda siku nyingine. Mambo ya akhira hayatakiwi, yataka hapo kwa hapo. Usicheleweshe amali ya akhira ukasema baadaye, na madarasa mingi, hizbu nyingi, swala nyingi, mazishi mingi, harusi nyingi. Madamu ni khairi, usicheleweshe. Jambo lolote la akhira halitakiwi kucheleweshwa. Jambo la duniani chelewesha. Sikiwa siku leo takwenda kesho shopping, kiwa sikushonesha leo tashonesha kesho. Lakini sisi ni kinyume. Bwana fanya bidii bwana, uwahi tapanda, kisha washonaji watakuwa wamepandisha bei. La haula wala quwwata illa billah. Lakini katika mambo ya khairi tujiona tuchelewesha. La, haitakiwi. Badiru bil a'mal, fanyeni haraka. Mtume atuhimiza saba, tahadharini na mambo saba. Mambo gani hayo ya Rasulullah? Hal tantadhiruna, je, nyinyi mwangojea mpaka mufikiwe na hali illa faqran munsia? Subhanallah, mwangojea mpaka mufikiwe na ufakiri ambao kwamba ufakiri kama huo humsahuzisha mtu kumkumbuka Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ufakiri kama huo humfanya awe mzito katika kufanya ibada. Ufakiri ni kitu kibaya sana. Kada alfaqru an yakuna kufra, ikurubia ufakiri kuwa ni ukafiri. Yule ambaye kwamba kwake atauona ufakiri ni tatizo. Na ndio ukaambiwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuilinda na umaskini kama umaskini, alijilinda kuogopa umaskini. Unajua waweza kuwa maskini wewe, lakini kwa huogopi ule umaskini. Lakini leo kuna matajiri wengi maskini kwa kucha ule umaskini. Kule kuogopa maskini umeofikisha wao katika umaskini. Ukamwona mtu ni tajiri, atamani kuteka, atamani kuketi na familia yake, atamani angalau apate umakini, akija msikitini amwona wale wafanyikazi wamekuja mapema, hawa huniibia. Mimi kampuni ni yangu, sina hata nafasi, sina hata waswa, natamani kutoka, natamani kusafiri. Hawa mashallah ukiona kwa nini wale hawana, wameridhia kwa ile hali alowaweka Mwenyezi Mungu. Wallah fima qasama Allahu laka takun aghna an-nas. Yeye bado hajaridhia, uona bado mimi bwana ule tumeanza naye pamoja bwana, mbona mfika kule tena mimi nasoma nje bwana. Yeye atakwenda kokote, mesoma hapa. Tena yule bwana hata sisi kule Mombasa skuli pengine alikifelika mwe bwana. Basi yeye kawa sasa kinyongo, yeye kila kimwangalia ule haridhiki ile hali aliyo. Mungu akamuonda kwa kuogopa ufakiri, akawa ndio fi aini al-faqr, yakawa uko ndani ya umaskini. Kwa hiyo umaskini ni kitu kibaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia au masubiri ufakiri, hal tantadhiruna illa faqran munsia. Ufakiri wenye kukusahuzisha ibada yako, ufakiri wenye kukusahuzisha Mola wako. Ukaona wewe Mwenyezi Mungu hakupendi, ukaona wewe Mwenyezi Mungu labda hakutambui, wewe pengine wafanya ibada sana lakini hufungukiwi. Wewe la, haitakiwi namna hiyo. Yatakiwa uridhie ile hali ulio na usiuogope umaskini. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwabashiri maskini, akawaambia
nyinyi mtaingia peponi kabla matajiri kwa miaka 500. Miaka 500. Nakumbuka safari moja kisa hichi kimenitokea mimi. Tulikuwa katika safari, tukifika airport, mimi sina mzigo. Nimetoka, jamaa anambia ustadhi una raha. Kwa nini? Sisi tukatizia ngoja mizigo. Kamwambia hali ni hini huko akhira. Hali ni hini. Hili ni darasa tusomeni. Yule ambaye kwamba ni tajiri atasimama kwenye na customer wote wamenitolea mato. Leo kwa huna kibegi. Tena uambia jambo pita. Lakini utukuzie trola mabegi mengine utizie huku mengine huku ndo wakutakae. Sasa na hiyo ukienda na hisabu nyingi kule, subhanallah, Mwenyezi Mungu atujalie ni wale ambao kwamba yuhasabu hisaban yasira. Hali ni hiyo. Usipiganie, angalia kila Mwenyezi Mungu akikukundulia na hisabu huwa ni kali. Kwa hiyo Mtume SAW atuambia fanyeni haraka, badiru bil amali. Na hiyo wakati umekwenda sana, nizipitie huyu sitoweza kuzisherehesha itakiwavyo, inshallah zitakuwa kushereheshwa siku nyingine. Au ghinan mutghiya, au utajiri wenye kupoteza. Utajiri kuna aina mbili. Kuna ghinan mughniya na ghinan mutghiya. Kuna utajiri wa kuweza kujikwasia usiombe watu. Huo ni mzuri utajiri huu. Kwamba mimi nataka utajiri ili nisiombe watu. Hakuna kitu kiovu kama kuomba watu. Hakuna kitu kibaya kama kuomba. Na Mtume SAW alisema la tahillu almas'ala. Haifai kuomba. Na katika hadithi nyingine ila aliyataja yale mambo, si muhimu tuyataje, maana yake wengine hupenda wakiyasikia haya mambo na basi mimi nimo. Hadithi nyingine yasema man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa inna ma yas'alu jamra falyastakthir au liyastaqlil. Mwenye kuomba watu ili awe na nyingi, bado nataka, basi ayue hujiombea moto. Falyastakthir, akitaka omba zaidi, kila ukiomba zaidi wajizidishia makaa, au liyastaqlil, punguza. Angalia ule moto utakao kuweza ni voltage ngapi, ujue ni voltage zile ambazo kwamba wewe waomba. Kila ukiomba wajiongezea voltage. Subhanallah, ni hatari sana. Sasa utajiri kuna aina mbili. Kuna utajiri mughniyan wa kukupa ghina wewe usiombe watu. Kuna na utajiri mutghiyan, na hunu ndio mbaya aliyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Tena hajastaghni, arra'a, akigesi tu kwamba mimi. Kuna wengine subhanallah hayawa tajiri, amepewa bishara tu kwamba mambo yako karibu yatapita, khalas sasa mtabadilika tena. Ukimsalimia hata kukujibu kuangalia kama dakika, mimi bwana fulani, salama, la haula wala quwwata. Wewe yapewa chochote, umeambiwa tu itapita ile tenda au utapita ile loni, tayari wajiona wewe. Subhanallah, haitakiwi. Ghina ni kitu kibaya sana. Kuna utajiri mwingine ni mbaya sana. Wewe angalia wewe, subhanallah, leo kuna watu mathalan, tuseme wewe ungekuwa sasa hivi uko kwenye idara ya busa, mahitaji ni kununua soko la hisa, soko la hisa ndio soko la mali. Sasa hizi ungekuwa huwezi kuja darasani, watakuwa New York wamefungua sasa, watakuangalia stock market. Sasa kwa New York wamefungua sasa, hizi imepanda imeshuka, kumeni kadhaa, huna nafasi ya kwenda hata swala ya jamaa. Russia ndio sasa watafungua, ukitaka kwenda tena swala nyingine China ndio sasa wamefungua, ukitaka kwenda. Subhanallah, ni ghina mutghiya, ni utajiri wenye kukupoteza, umekukosesha swala za jamaa. Angalia yule sahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ud'u Allah an yughniyani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia qalilan tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tuaddi shukrahu. Hicho kichache ulionacho ambako kama wewe wamshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe leo umekuwa waja kwangu kuswali na mimi jamaa, alikiitwa hamamatul masjid. Ule Thalaba walikuwa ni hamamatul masjid, yani ni ndiwa wa msikitini. Nikupigiwa mfano kama yani kama namna ndiwa anavyolazimu ule msikiti, na yeye mpaka akaitwa hamamatul masjid. Ya Rasulullah niombe. Mtume amwambia qalilun tuaddi shukrahu khairun min kathirin la tuaddi shukrahu. Qalilun yughnika khairun min kathirin yutghika. Kichache kitakutosheza mbora kuliko kingi kitakutoa katika mipaka. Aniombea. Alipoombewa ni ule meanda kwa swala ya jamaa Henry, mpaka swala ya Ijumaa Henry, mpaka zaka tena hataki tena kutoa.
Subhanallah. Akiambiwa mali gani? Mali ni yangu. Na hadithi tumeelezewa katika Sahih katika Riyadhus Salihin, hapa nafikiri mmeshaisoma. Wale watu watatu, ule kipara, ule alikuwa na maradhi ya mbalanga na ule tongo. Mwenyezi Mungu alitaka kuwafanyia mtihani, akawatumia malaika, kamwilia ule mwenye maradhi ya mbalanga na ukoma. Una tatizo gani? Hunioni ngozi, tamani kutoka, tamani kuposa, hakuna nani tanikubali namna hii, mwili utafikiri ni jeshi. Una mapaku kila mahala. Kampapasa, ukapoa mwili ukawa mzuri. Kingine kipi ataka na mali? Takwenda nyumba yao kubisha hodi tu. Takuoa. Mwanzo shati usimamishe gari, waiangalie gari gani ile chapa. Kiwa na Probox samani. Waangalie umekuwa na Lexus ni gani? Huyo ndo atatufa. Kapewa na mali. Kamwendelea yule kipara ambaye hana nye. Una tatizo gani bwana? Tatizo nini? Angalia kipara, mimi bado barobaro, sina nye hata mwewe ndani wangu, hata kila ya design mimi siwezi hata kukata nye, atakutana. Kampapasa kamea nye. Takana senti ndo ufunguo kila mahala. Kapewa na senti. Kaendewa tongo. Na wewe bwana vipi? Lakini umeendewa na sura za binadamu, hawayui kama ule malaika. Umeendewa tongo, na tatizo gani? Tatizo gani? Mimi wale unaonaye si muyui. Mwanzo ni muyue nani ndo nimuelezee tatizo gani? Sasa niongezea tatizo. Kamwambia tatizo langu ni tongo, mimi sikuoni. Haya, kampapasa kafungua. Alhamdulillah. Mimi usikia binadamu tu, kumbe wana namna hii. Haya, wataka nani? Nataka na mali. Kapewa mali. Basi baada siku kadhaa ule malaika akarudi kwa ndia ya mtu maskini kaya wa kwanza. Bwana, mimi ni msafiri, nimevundikiwa na safari, siwezi tena kurudi kwetu, sina nauli, pochi yangu imenipotea, nisaidie na mimi chochote. Na Mwenyezi Mungu kama alivyokupa, akamtumilia neno, kama alivyokupa utajiri wewe Mwenyezi Mungu, na wewe ngatoa kwa alonipa. Mali nimeyapata kwa ndia wazazi wangu. Mimi babangu alikuwa wewe babangu. Nimekuwa mali wanayokuandia zamani. Inma warithuhu kabiran an kabir. Nimerithi mimi kwa majadi na jadi, sote kwa matajiri wazee wetu. Maskini. Haya mali. Nenda kasenge mwingine huko. Tena husatara kunena, anambia kama nilivyopewa na Mungu. Haya mali nimeyapata mimi kwa biashara zangu nilozifanya. Wewe bwana, si ulikuwa maskini wewe, tena ulikuwa ngozi yako haiangaliliki. Ulikuwa ngozi ya kijeshi. Mimi si mimi. Wewe umenifananisha. Wewe bwana, usiniharibie siku yangu bwana. Hebu toka hapa. Bwana akatoka. Akaya kwa kipara. Bwana, mimi kadhaa, kwa hiyo naomba katika mali alokupa wewe Mwenyezi Mungu, kama ulivyokuwa wewe huna chochote, Mungu mimi nilikuwa sina chochote. Wewe uliza hapo. Mimi hapa ndo hakuna tajiri kama sehemu kama hii kama mimi. Kamwambia bwana, lakini wewe ulikuwa kwa kadhaa huna na nyewe. Mimi nikizaliwa nimezaliwa na wigi na afu. Nimezaliwa na afu. Nyewe tele. La haula wala quwwata illa billah. Bwana, kumbuka wewe ulikuwa huna chochote, maskini koko. Sisi bwana ndio wenye nchi hapa. Sisi serikali, sisi ndio tuipao senti. Yule bwana akatoka akaya kwa tongo. Bwana, amri kadhaa kweli. Mimi nilikuwa sina chochote, Mungu akanipa mato. Nilikuwa tongo, Mungu akanipa mato. Nilikuwa sina ndururu, Mungu angalia kile ukihitajicho tukua. Sio mimi nikupe, kwa sababu hizi zote nilikuwa sina mimi. Alonipa ni yeye Allah. Na alokutuma wewe hapa ni nani? Na ndio waambiwa siku zote, wa amma saila. Kwa nini fala tanhar? Kwa nini usimfukuze? Kwa sababu kwani anomulekeza mpaka kwako nani? Kwani mtu atatoka tu hivi bila Mungu yani aje Mungu hataki yeye amekuja kinguvu yeye? Haiwezekani. Ngao sirudishe ile kwamba Mungu amemtoa toka hapo, angalau kama senti ndogo hapa maana ya Mungu wangu hii. Pesa hakuna tena 50 pesa. Lakini usirudishe ile mtihani. Pengine ni malaika wewe hujui kama yule. Mungu amemtuma kwako wewe, shika, Mungu atubarikie mimi na wewe. Lakini nenda huko bwana. Mimi sina chochote pale, na Mungu atakuonesha. Wewe una chochote, nenda wewe, ngoja kuoneshe maana huna chochote. Ukirudi nyumbani, kijana mgonjwa, utapelekwa hospitali, umetoa riali 200.
sijui mara moyo ghafula, mara sijui nini ghafula. Subhanallah, ulikataa kusaidia mtu aliowekezwa na Mungu kwako wewe. Ule amewekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ule bwana akamwambia tukua utakacho. Ule bwana akamwambia la, mimi sina shida ya safari, sina shida ya chochote, mimi ni malaika. Ule nilokuya nikakupapasa nikakurudishia tongo ndio mimi. Mwenyezi Mungu amenituma kwa kuna na wendani wako wawili kuwafanyia mtihani. Wewe umefaulu. Kwa hiyo utajiri ni kitu usipoutumia utakiwavyo. Anamwambia au ghinan mutghiya. Kwa hiyo ufanye nini wewe? Fanya bidii ukiwa una uwezo, utafute wa kuwasaidia. Maana badiru. Usingoje mpaka mtu akujie bwana mimi nina shida fulani. Bwana ukimwona mtu yote ana shida, nenda hospitali. Bwana wagonjwa gani hapo walolazwa? Fulani na fulani fulani. Nani amelipa bili? Fulani fulani. Nani ambao halipa? Wewe walipie. Badiru, fanya haraka. Usingoje mpaka la, wewe fanya haraka. Nani atakaye kusomeshwa dini? Manake mimi huhimiza sana namna hii kwa sababu yeo matatizo yetu sisi watakao kusomeshwa skuli utasikia tena mpata miskini. Wata akasome awe daktari atusaidie. Kisha kesho kitakumuona ule alokuwa daktari kumuona tu 2000. Na ukimuona kubwa atakalokuambia atakwambia una chochote na infection tu. Manake kule kwetu maradhi makubwa ni infection. Kila endrawa na sijui hiyo infection. Hapa Habibi kisha atatuelezea ni maradhi gani ina lake kula infection. Manake kila endrawa huambiwa, manake hospitali sisi kule kwetu kunena Kenya sehemu mbili kuingia bure, kutoka si bure. Hospitali na polisi. Ukiingia wewe angalau ununue chochote, utanunua nimekuandikia antibiotic, sio na dawa gani nyingine ndio sana painkiller. Ununua tu painkiller ni kidogo tu na infection kidogo tu. Utapita hapo. Kwa hiyo haya yote nini? Hukusaidia mahala palipo. Huyo atakwenda kusoma Qur'ani, msomeshe. Itolee nani atakaye kwenda kusoma Qur'ani? Nani yatima? Nani atakaye kuoa? Msimamie. Nani ambao haenda kuhiji? Mpeleke. Nani ambao kwamba ahitaji jambo kadha? Badir, fanya wewe bidii, fanya kutafuta yatakufaa wewe. Inshallah Taala. Naona manake hapa wakati umeenda sana, yalobakia yatakuja kuelezewa na darasa siku nyingine. Fafiru ila Allah. Fafiru ila Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia mtume atuambie fafiru ila Allah. Kimbieni kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu ambacho kwamba ni muhimu mtu kama kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Na subhanallah, ajabu ya Mwenyezi Mungu. Yoyote mtapilie si lazima yeye kwamba atakutapilia. Si lazima. Ila Mwenyezi Mungu. Jamani Waislamu, hebu tuketini tuangalie humo la tulionaye sisi. Nani ambaye anasikitiko zaidi? Yaani wewe man atani yamshi ataituhu harwala. Wewe ukimwendea Mungu namna hii, kule kwetu Mungu kwa kuna mzee akiitwa Marhambambe alikuwa akitembea namna hii. Wengi wenu nyima muyua. Wengine kumwambia hupima ardhi, uangalie uzito kwa upande gani. Wewe mwende taratibu, yeye huya haraka. Atakanni kwako, lakini yokuhimiza wewe, ndo kwangu, ajaye kwangu, mimi simkimbii, mimi humkimbilia. Waweza wewe ukamkimbilia mwanadamu, yeye atakhabari hana. Wewe humaliza, wewe wampenda yeye, wataka uwe karibu na yeye, wataka kutambue hata. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atupendekeza, atana na mtu, ndo kwangu. Wewe kushakufika kwangu, khalas, hakikisha na mimi utanikuta niko kwako. Au ma alimta, angalia katika hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia mwanadamu siku ya kiyama, abdi istata'amtuka falam tut'imni, nitaka unilisha kunilisha. Nimetaka unilisha, halini hudhuri, talitafuta Kiarabu mpaka nene istasqaituka falam tusqini, nimetaka unilisha kunilisha, nimetaka univisha kunivisha. Atamuuliza ulema, atamwambia ya Rabb, vipi nitakulisha na wewe wa anta Allah? Vipi nitakunisha wa anta Allah? Vipi nitakuvisha na wa anta Allah? Vipi nitakutibu wa anta Allah? Akamwambia alikujia mja wangu fulani alikuwa na shida fulani, kwa nini usimsaidie? Au ma alimta law at'amtahu lawajadtahu indi, hukujua wewe kama ulilifanya leo ungekuwa umelipata kwangu mimi? Subhanallah. Angalia Mwenyezi Mungu ahisabu wewe jambo wamfanyia mja wake kwamba umemfanyia yeye. Lakini leo tutachelewa katika mambo kama haya, hasa katika upande wa kutoa. Nimalizie kwa neno hili jamani.
Sayyidina Ali bin Abi Talib safari moja aliulizwa, sikiza kwa makini hapa, ni ipi alama ya mtu apendao dunia na ni ipi alama ya mtu apendao akhira? Kila mmoja bali linsanu ala nafsihi, sijakwambia ni wewe, mimi najiambia mimi mwenyewe, lakini na wewe ukiwa kama mimi, sikiza haya maneno ya Sayyidina Ali. Alama ya kuwa mimi nataka kujijua, je, mimi ni mtu naipenda akhira au naipenda dunia? Sayyidina Ali akamwambia kila mtu ana kitu akipendacho. Akamwambia mimi nitakuuliza swala hapa, na mimi nimuulize mmoja swala. Nitamuuliza Saleh, ndugu yangu Saleh, amekuja huu bwana pole, lakini amekuomba riali moja, sawa? Akaja na huyu bwana akakupa riali 100,000, utamfurahia upi? Na kweli mara nyingi mtu atamfurahia ule alokupa. Ule bwana akamjibu Sayyidina Ali, nitafurahia ule alonipa. Akamwambia ule amekupa dunia, ule alokuomba amekupa akhira, kwa sababu wewe ukimpa wewe wapata nini? Thawabu. Kwani mimi nikikupa wewe senti wewe upata thawabu? Nitakayekupata nani? Mimi. Kwa hiyo wewe umenipa nini wewe? Thawabu. Na wewe ukiniomba mimi nikikupa mimi napata nini? Thawabu. Kwa hiyo ukifurahia ule akupae, umeifurahia dunia, kwa sababu si mimi nimekupa dunia, nimekupa senti, nimekupa dunia. Lakini wewe unaonipa mimi senti, mimi nimekupa nini kwa kunipa senti? Nimekupa thawabu, nimekupa nini? Akhira. Kwa hiyo mizani kila mmoja anayo. Usione ukitoa umetoa dunia, umejitilia nini? Kwa hiyo Mtume SAW atutahadharisha na ghinan mutghiya. Mwenyezi Mungu atuepushe na ghinan mutghiya. Allahumma ja'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah taala, jazakumullahu khair. Izzuddin mtunaurisha darasa inshallah taala, na tutaendelea na wiki itakayokuja. Hatutaendelea na hadithi kwa sababu kuna issues pending. Mwanzo kuna issues ya tulianza na wasia, tukafika tukumaliza wasia, na wasia tumemaliza wasia sharia, kisha kuna hizi advanced directives ambazo kwamba ziko sasa, ambazo kwamba ni vitu vatumika sana na nini hukumu yake pia tutaweka pending, kwa sababu kuna issue na nikumbusha leo tena kabla al-maghrib hapa, jamani, tumefika wapi habari ya health insurance in Islamic perspective? Kwa sababu ni swali limekuja, kwa hivyo tutaiaddress health insurance, kisha tutaendelea na pending issues inshallah taala. Wasia natakuja na tukumbushana inshallah taala, nusu Shabani kwa milangoni, itakuwa siku ya Jumamosi, na kimbali kwa Said itakuwa tarehe rabbi shrah li sadri, tajishana tarehe 22, lakini tajishana tutakumbushana kimbali kwa Said Hud yake, naam, Said Hud nyumbani kwake nusu Shabani kama kawaida, na Ramadhani tuendelea tukumbushana, na itakuja jadwal. Said ataleta jadwal, lakini Alhamisi ya kwanza ni kwa Al-Akh Najm Timami, au atakapokuangalia mwenyewe. Ya pili bwana na confirm Alhamisi ya kwanza na Najm brother, Allahu akbar, Shkeli Muhammad. Alhamisi ya pili. Alhamisi ya tatu bwana niangalie yule Dr. Kamshui Dr. Kamshui ni Alhamisi ya tatu, na Alhamisi ya nne tutawaambia kidogo iko blank, lakini Jumatatu zote zishajikwa. Jumatatu ya kwanza Saudi, ya pili bwana Sefu Ahmed Muhammad Al-Busaidi nyumbani kwake na Sharji, lakini yote is flexible kubadilika kwa sababu ya safari ya jamaa. Taangalia na bwana Sharji na Saud Timami na Sefu inshallah taala, lakini yote barnamiji inakuja. Alhamisi mwisho bado iko blank inshallah, na kama kawaida tutaendelea. Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
على هذه النية وكل نية صالح نوانا سلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.